Keti tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Uko kwa nyumba kweli? Mgonjwa ni mmoja sio? Na ameenda kupumzika kwa nyumba. Tuendelea kumwombea na mambo yake ikiangaliwa polepole. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine situko wazima. Haleluya. Wala tujaonana na nyinyi happy new year. Mnaogopa kusema happy new year. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa kutujalia Jumapili hii tuingie katika hekalu lake. Tupate nafasi ya kumwabudu, tupate nafasi ya kumsifu, tupate nafasi ya kuwa na ushirika sisi kwa sisi. Pia tupate nafasi ya tafakari wema wake katika maisha yetu. Wakati tunakuwa hapa ni time hiyo ya meditate na pia kureflect kwa wema wake katika maisha yetu. Kama sio Mungu, sema kweli mimi na wewe hatuna lile ambalo tunaweza kufanya, na hata hatungelikuwa jinsi ambavyo tuko vile tulivyo, kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya neema yake. Hata kwa kila jambo ambalo tunaendelea kupitia, tumejifunza kuwa watu wa kumshukuru Mungu katika mambo yote. Mimi najua Wakristo wangu wanajua vile huwa nasema nikirudia kwamba mambo yote inamaanisha mambo yote, sio? Naweza asifiwe sana. So tumshukuru Mungu kwa mambo yote mazuri, kwa mabaya tutamshukuru tukimuuliza tufungue macho atuambie, tupate kufahamu kwa nini yanafanyika hayo, kwa sababu kuna mema ambayo yanafanyika katika hayo. Neno letu tutasoma katika kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 1 na tutafika mstari wa 4. Katika Kiingereza kichwa cha ujumbe wetu kitakuwa Handling Our Affairs Faithfully. Handling Our Affairs Faithfully. Kwa wanafunzi wetu wa Bible study watakuwa na bahati ya kusikiliza asifu ni second time. Kwa wale washirika ambao wameshindwa kuhudhuria Bible study, ndio itakuwa ni mara ya kwanza pekee. For the Bible study students, this will be like second time. Na tunamshukuru Mungu. Biblia inasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Mstari wa 2 wa 3 unasema, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana
kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Bwana bariki andiko. Tunakushukuru Mungu wetu uishie juu mbinguni kwa kutuwezesha kujumuika katika hekalu lako kwa ibada ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa vipindi ambavyo vimetangulia na kwa wote ambao umewatumia kufanya ibada hii kuwa jinsi ilivyo. Tunakushukuru pia kwa sababu ya dakika ambazo ziko mbele zetu kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Ilikupendeza kwamba tukumbushane katika kitabu hiki cha Danieli sura ya 6, na tunaomba Mungu uzungumze na sisi kupitia katika andiko lako takatifu. Fungua masikio yetu, fungua fahamu zetu na ufungua akili zetu. Tusaidie ili neno lako lije katika hali ya kudumu pamoja na sisi, lisije katika hali ya kuondoka. Tusaidie ili katika maisha yetu tutende kama vile ambavyo neno lako linatuhitaji, ili kwa maisha yetu yawe maisha yatakayokutukuza na yawe maisha yatakayosababisha watu kuwa na heshima kwa jina lako. Nitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu kwa jina lako, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kitabu cha Danieli ni kitabu ambacho sasa sisi tunakifahamu sana hapa, kwa sababu ni kitabu chetu cha Bible study. We are taking our studies in the book of Daniel. We are halfway. We are gone halfway. We are into the last part of it. Maana kimegawanywa katika sehemu mbili, na sasa sisi katika Bible study tuko katika sehemu ile ya pili ambayo ni from chapter 7 to chapter 12. Na ujumbe wetu utatoka katika hii sura ya 6, na tunazungumza juu ya kufanya mambo yetu katika njia ya uaminifu. Kufanya mambo yetu katika njia ya uaminifu. Hapa tunaambiwa habari za mfalme ambaye anaitwa Dario. Mfalme Dario, jina lake lingine katika Kiingereza anaitwa Cyrus, ambaye tunaambiwa aliweka juu ya ufalme wake maliwali 120. He appointed over his kingdom 120 princes over the whole kingdom. Na pia juu ya wale maliwali 120 akaweka wakubwa wengine watatu. Katika Kiingereza wanaitwa presidents. Akachagua wakubwa watatu ili hawa maliwali 120 walete ripoti zao kwa hawa wakubwa watatu. Na hawa wakubwa watatu tunaambiwa Danieli alikuwa mmoja wao. Danieli alikuwa mmoja wao, ili mfalme asipate hasara. Wale maliwali 120 wafanye kazi yao na walete ripoti kwa hawa wakubwa watatu, the three presidents. Danieli ni mmoja wao, ili mfalme asipate hasara katika ufalme wake. Na Biblia inasema katika mstari wa 3, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Akapata sifa kuliko wale maliwali 120 na hao wakubwa wengine wawili. Danieli akapata sifa kuliko. Na Biblia inasema kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mfalme akakusudia kwa kuangalia namna Danieli alivyokuwa akifanya kazi yake,
akaona ni vyema amweke Danieli awe juu ya ufalme wote, yani awe namba 2, awe namba 2 katika hiyo government. Kutoka kwa mfalme unakuja kwa Danieli, na bila shaka tunajua Danieli alikuwa nani. Danieli alikuwa kijana Danieli ni Myahudi ambaye alienda katika hiyo nchi akiwa kati ya umri wa miaka 16, lakini wakati huu tunaposoma hizi habari katika kitabu cha Danieli sura ya 6, Danieli, he was not anymore a young man. He was close to 85 years of age. Alikuwa mtu ambaye sasa alikuwa na miaka karibuni 85. He was no more a young man. He was an old man, but who was very strong, who was still very strong to serve. Very strong. Ni mtu ambaye alikuwa amechukuliwa katika nchi yao mateka. Sasa alikuwa Babiloni anatumika, ni mmoja wa vijana ambao walikuwa wamechukuliwa mateka. Hakuwa katika nchi yao, alikuwa katika nchi ya ugenini. Na hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa kinasumbua wale maliwali 120 na hawa wakubwa wengine wawili. How can someone come from a far country like that? How can someone come here like a captive and hold such a big position in our country while we are there? Mtu atatokaje katika nchi nyingine akuje kama mtumwa aliyechukuliwa mateka na akuje ashike nafasi kubwa kama hii katika nchi yetu sisi wenyewe tukiwa? Hiyo ndio kitu ambayo ilikuwa inasumbua wale maliwali 120. Hiyo ndio kitu ambayo ilikuwa inasumbua wale presidents wengine wawili. Kwa hivyo wakaanza kufikiria vile ambavyo Danieli wanaweza fanya ili Danieli awaachie hiyo nafasi. What can we do? Danieli atuachie hii nafasi, tushikilie. Ni nafasi ambayo we rightfully deserve it. Sisi ndio wale ambao tunatakiwa tupate hii nafasi. Hii nchi ni yetu. Hii serikali ni yetu. Hiyo ndio mambo hao maliwali watatu wanasema. Na Biblia inasema hao mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Yaani wanatafuta kwa habari za mambo ya ufalme kupata Danieli na hatia, ili ikiwezekana Danieli aondolewe katika hiyo nafasi ya prime minister, ili ichukuliwe na mmoja wa hao watu wa Babiloni ambao walikuwa wanaona kama they rightfully deserve it. So wakawa wanamchunguza kwa namna ambavyo alikuwa akiendesha shughuli zake katika ufalme. Neno la Mungu linasema, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Hawakuweza kuona sababu wala kosa na kumshtaki Danieli. Na tunaambiwa kwa maana Danieli mwenyewe alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Kwa nini hawa maamiri, kwa nini hawa maliwali hawakupata an occasion, hawakupata mashtaka yote ambayo wanaweza mwekea Danieli? Neno la Mungu linasema ni kwa sababu Danieli katika shughuli zake katika hiyo serikali, he was a man who was very faithful. He was a man who was very faithful. He was a man who was given to his work totally. Ni mtu ambaye alikuwa amejitoa kwa ajili ya kazi yake kikamilifu. Ni mtu ambaye alikuwa na uaminifu katika utekelezaji wa majukumu yake. Na hapo ndio niliboro hiyo topic, handling our affairs faithfully.
kushughulika ama kufanya mambo yetu katika njia ya uaminifu. Wengine wetu ni wafanyi biashara, wengine wetu wanafanya kazi, wameajiriwa katika maeneo mbalimbali, wengine wetu ni wanafunzi. Katika hayo maeneo mbalimbali ambayo tunatumika, wewe mwenyewe ukiangalia huko kwenye unatumika, kama ni huko shuleni, kama ni huko kazini, kama ni hiyo kazi wewe mwenyewe umejiajiri, kama ni kazi ambayo umeajiriwa, lakini mradi tu hauko peke yako hapo, uko na watu, si ndio? Si uko na watu, uko katikati ya watu, si ndio? Pengine uko katikati ya watu wachache, ama pengine mko katikati ya watu wengi. Wakianza kutafuta sababu ya kushtaki wewe, watakuwekea sababu gani ya kukushtaki? You think about it. Wakianza kukuwekea sababu ya kukushtaki wewe, waseme fulani si mzuri katika hii kazi, fulani si mzuri katika nafasi fulani, unafikiri watasema ni kwa nini wewe haustahili katika hiyo nafasi? Hapo ndio kuna swali kuu, kwa sababu wale maadui wa Danieli walikuwa wanamtafuta katika hizo njia zote. Hawakuwa wanamtafuta katika njia moja, walikuwa wanamtafuta katika hizo njia zote. Na neno la Mungu linasema wakashindwa kumpata na hatia. Wakashindwa kumpata na hatia. Kwa nini walishindwa kumpata na hatia? Kwa sababu Danieli alikuwa mwaminifu katika kazi yake. He was faithful when he's doing his duties. He was a man who was totally given, serving with one heart. Kazi ambayo mfalme alikuwa amempa kufanya, kazi ambayo mfalme alikuwa anampa kufanya, mfalme hakukuwa na hofu ya kwamba kazi hii itakamilika ama kazi hii itafanyika vizuri. Hiyo haikuanga wasiwasi yote kwa mfalme. Jukumu lolote ambalo amemkabidhi Danieli alikuwa anajua litafanyika kwa usahihi, katika njia inastahili, katika wakati ambao unastahili. He was not a corrupt person. Danieli hakuwa mtu mfisadi. Danieli hakuwa mtu mfisadi. Danieli hakuwa mtu mfisadi. Nilikuwa nimepata nafasi ya kupitia research report ya EACC, wanajiita EACC. Na wajua ile shirika Ethics and Anti-Corruption Commission. Najaribu kuona research report yao ya last year 2025. Iko tu online. Hata ukienda tu kwa hiyo nini iko na unaipata. Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC. Report yao ya research ya last year iko online. Anasoma vitu hapo mpaka naangalia ni kama ufisadi iko kila mahali tunakaa. Kwa sababu kama ukiwa kwa hospitali wewe ni mgonjwa unatibiwa na unataka ile inaitwa referral letter ya kwenda kwa hospitali kwa kiwango kingine, lazima utoe hongo hapo. Watu wanapeana hongo hapo kupata referral letter. Yaani imekuwa vigumu sana kupata referral letter ya wewe kutoka kwa hospitali mahali ambapo unatibiwa uende kwa kiwango kingine. Imekuwa ugumu sana kwa kiwango cha kumlazimisha mtu kuona aingie kwa mfuko atoe kitu kidogo
kiwashawishi wale ambao wanahusika kumwandikia hiyo barua. Saizi sikia kuna walimu wamefanya applications, wale ambao walifuzu walimu. Serikali inasema tunataka kuajiri walimu sijui 1000 ngapi kwa mwaka. Wale ambao walifuzu wako na vyeti za shule na wanataka sasa kupata kitu inaitwa permanent place of serving in the government, wakuwe permanent employees. Kitu ya kwanza unaenda kutafuta TSC number. Inasemekana huko kwa TSC number ukitafuta unaongana. Ukitoka huko kwa TSC number unatafuta sasa kitu inaitwa placement. Yaani serikali kuweke mahali sema wewe utakuwa unatumika hapa. Permanent and pensionable. Kupata hiyo TSC placement hongo, lazima ushike kwa mfuko. Basari, sema basari ya mbunge iko. Basari ya MCA iko. Basari ya gavana pia inakuanga. Ndio upate hii basari sasa ambazo tunazita za CDF hongo. Natoa hongo. NSSF umefanya tu kazi vizuri, unataka uende upate pesa zako zenye sasa ulikuwa una save huko kwa NSSF. Mwisho ukishafikisha 55 years and above una qualify kupata hizo pesa za NSSF, pesa za uzeeni. Lakini sasa umefikisha hiyo miaka, sasa unaenda huko NSSF office unataka kupata hizo pesa. Sijui hiyo ofisi iko wapi huko. SK inaitwanga wapi? Bishop's Road ama? Bishop's Road ya. Najua hapo karibu communities ndio. Ya. Nilikuwa najua kwa sababu kuna siku nilienda kuchukua mgeni kwa hoteli nyingine hapo. Went to pick a visitor from outside from a hotel there around there. Nikaona. Kwenda kupata hiyo pesa ya uzeeni ile ulikuwa unakatwa ukifanya kazi kila mwezi inaitwa NSSF. Sasa hiyo wanakukata 1100 kitu. Tena mwajiri wako anakatwa hizo. Kitambo zilikuanga 200 kila mwezi. Unakatwa 200, mwajiri anakatwa 200. Sasa hiyo unakatwa 1100, tena mwajiri anakatwa 1100. Kulingana na mshahara wako. Haiko constant kabisa. Kuna percentage. Ikifika time umefikisha 55 and above, ulitoka kazi, uko katika uzee, unataka hizo pesa zikusaidie, utaishi tu huko ukiendanga huko. Ukitaka usaidike huko, utaongana. Na wakati mwingine watu wanaongana na hiyo pesa bado inakunywa maji ya usaidiki. Yaani mwenye ulionga akusaidie, alitoroka na hiyo pesa kaenda. Watu wanachukua loans kwa bank. Muda wa kulipa loan unachelewa, unapita. Unaingia CRB. Kukua cleared na watu wa CRB wanataka hongo. Na vitu zingine naangalia ni kwa nini hongo inatakikana. Kwa sababu watu hawajui procedure ama nini. Passport ya kusafiri, cheti cha usafiri, hongo. Kweli? Kwa nini unapeana hongo wakati wa kuchukua passport? Nilienda kwa passport apply, nika apply passport ilikuwa Monday. By Friday nikaandikiwa message kwa sababu nikaambiwa kujia passport yako. Na nilipa hizo sijui ilikuwa 4400 ngapi. Zile zenye zinahitajika. Hizo unalipa na hii mambo ya e-citizen. Hakuna mtu anachukua, unalipa kwa hiyo mtandao ya serikali. Naonyeshana tu message. Na nikaandikiwa message. Monday niliapply, Friday nimeambiwa kujia na nikaendea hiyo Friday. Na mtu mwingine ako hapo ana apply na mimi hiyo Monday na anatoa 7,000 hongo. Anatoa 7,000 hongo, anasema hii yangu naitaka leo. Hivyo 7,000 ni huyu mwenye anachukua atakula na wale huko ndani.
wale wa huko ndani. Kuna watu huko ndani wenye wanaweka miuri na nini huko na vidole, watakula ili wapitishe hii kitu yende. So it's like hata mbolea ya serikali, unasikia wakisema mbolea ya serikali, mbolea subsidized, subsidy fertilizer, ndio uende kwa bodi. Watu wanaendanga kwa bodi wanarudi, wanaenda kwa bodi wanarudi, wanaenda kwa bodi wanarudi, wanaenda kwa bodi wanarudi. Hizi news mnazionanga kweli? Mamuonange watu wakisema tumechoka kukuja hapa, tumechoka. Nilikuja hapa jana, nimekuja hapa leo, nimeingia hapa saa 10 asubuhi, nilikuwa hapa. Jioni mtu anatoka hapa anaenda, hakuna matumaini ya mbolea. Watu wanapata mbolea ni watu wa aina gani? Wale wamefinya kitu kwa mkono. Driving license, hongo. Nakuru, nilikuwa naongea na mmoja nikamwambia mimi siwezi toa, kaniambia uwezi pita. Nikamwambia sitatoa hongo ya kuchukua driving ya kushinda hiyo, hata ya hiyo interview peke yake. Nikamwambia hutawahi pita. Ananiambia hutawahi pita kwa sababu wakati wana register watu wa kwenda hiyo interview, wana register na wana attach hapo mbele, wanasema huyu amelipa hizi 3,000. Huyu amelipa hizi 3,000. Huyu amelipa hizi 3,000. Kama hujalipa hiyo 3,000 na unaenda kufanya interview ya test kwa barabara, wanasema wewe tayari ushaanguka. Kama hujaenda interview ushaanguka tayari. Unaandikisha jina, unasema nitakuwa, umekuwa ukisoma ndio. Sasa unaenda kwa interview kesho, lakini wakiandikisha hiyo jina una attach shilingi 3,000. Una attach shilingi 3,000 za mwenye anaenda kusimamia hiyo interview hapo. Na atakula na wale wengine kwa ofisi. Nilikuwa nasema siwezi toa, ili kaambiwa hutawahi pata driving license kwa hiyo Kenya. Na ngoja tu wakati nitaanza interview na hizo vitu za driving nione. Nataka niende hiyo interview nianguke mara ya kwanza, nianguke mara ya pili, nianguke mara ya tatu. Kama wameninyima, na nita make sure nimefanya mazoezi yote kabisa kuendesha hiyo gari, hata kama niko meza. Nitajichorea hizo roundabout zote kwa sababu niko Nairobi. Nitachora hizo globe zote, nitachora, alafu niseme gari inatoka hapa, gari inatoka hapa, inaenda hivi, inaenda hivi. Kwa nini nitashindwa kwa meza hiyo siku? Wanasema kama utakuwa umetoa pesa hautapita hiyo. But what does it say? The pathetic state in which we live, isn't it? We are living in a very pathetic state. Tunaishi katika nyakati zingine ambazo za kusikitisha sana. Wale watu ambao wanahusika katika kufanya hizi vitu ni watu professionals. Imagine professionals. Nimeona rafiki yangu mmoja ule tumeona hapa kwa news hapa Kawangware ameaga kwa sababu ya jino. Have you seen? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Huyu ndugu yetu ambaye ameaga tu kwa sababu ya kung'olewa tu jino. Alisikia tu uchungu kwa jino na kaenda kwa hospitali. Kufika kwa hospitali, mwenye anamng'oa jino si daktari, lakini amevalia mavazi ya daktari. Na ako kwa hospitali na hana vifaa za hospitali. Na hospitali yenyewe haijaandikishwa. Why? Kwa sababu kuna mtu mahali alikula anapitanga kuona kama hii kitu ni halali, anapewa pesa, anaenda kusema hii kitu ni halali. Na hii kitu si halali. Mwenye yuko hapo hana makatasi, hajasomea, hana nini. Ameng'oa jino ya wenyewe, akasababisha shingo ya wenyewe kufura, akasababisha ulimi kufura, akasababisha kifua kufura, wakakimbiza Kenyatta. Kenyatta wamefanya operations 2, walikuwa wanataka kufanya ya 3. Hakustahimili, akaenda. You know that is purely corruption. Hata nimeona watu wamejitokeza wengi wanasema this is corruption kwa sababu kuna body ambayo inafaa iwe inazunguka na kufunga hizo kiosks za wale wanaitwa quack, madaktari wa uongo. But because of corruption, these things are many there, isn't it? No, I'm saying this because
The text that we have read speaks of a man who chose to stand alone and to live different from every other person. Daniel aliamua kuishi maisha, he was distinct, his life was distinct, very different from what everybody else was living. Yes, everybody else was corrupt, lakini Daniel alisema mimi nitakuwa faithful to my cause. Na hata wale maadui zake walipoanza kumtafuta, kuna mahali alichukua hongo, kuna mahali alifanya nini, kuna mahali alidhulumu, kuna mahali alinyanyasa, kuna mahali alisingizia, walikosa kupata ushahidi kwa sababu, yani walikosa kupata sababu yoyote, kwa sababu Daniel alikuwa tu ni mtu mwaminifu katika kazi yake. Mwaminifu. Sisi wakati mwingine tunazungumza vibaya. Ukiulizwa kwa nini umezungumza hivyo, unasema mimi binadamu, nimepandwa na hasira, nimezungumza na uchungu, na umezungumza mambo mabaya. Watu wanaanza kuuliza, hii lugha huyu mtu anatumia ni lugha ambayo inastahili kiongozi? Watu wanaanza kuwa na question mark kwa kiongozi, si ndio? Kwa sababu lugha ambayo anatumia, kwa sababu ya ile uchungu na hasira ya vitu ambazo anafanyiwa, lugha ni ya uchungu, lugha inaingia matusi, na watu wakianza kuangalia wanasema hii lugha sio lugha ya kiongozi. Unajua ni rahisi watu kukataa sasa usikuwe kiongozi kwa sababu ya lugha. Na kwa hizo njia zote Daniel ametafutwa, na watu hawana sababu ya kufanya nini? Ya kumshtaki, kwa sababu he was very careful. He was very careful. He was very careful. He never allowed himself to be corrupt. And when it comes to how to perform his duties, he was never negligent at any time. Hakukuwa mtu ambaye anafanya kazi yake vibaya. Hakukuwa mtu ambaye anahitaji asimamiwe kwa mgongo. Kuna watu wengine wale ambao ni wakubwa wanajua kusimamia watu na kupanga kazi, wanaelewa. Kuna watu wengine unampangia kazi tu, unamwambia kesho au ukikuja utafanya ABCD. Na utapata tu utakuja kesho yake ama utasikia report kazi ilifanyika vizuri. Kuna watu wa aina hiyo. Anataka tu ambiwe kazi ya kufanya, na akimaliza anasema nimemaliza ile ulikuwa umesema, ni nini ingine inafuata. Na kuna watu wengine ambao hauwezi kuwapangia kazi kama huko, lazima usimame kwa migongo yao na mwenyewe. Ikiwezekana ukuwe na kiboko. Umwambie, toa hii kiatu hapa, weka hapo chini. Toa hiyo kiatu toa hii sahani hapa, peleka hiyo kwa beseni nje yoshe. Haya, chukua kifagio, fagia hii nyumba ni chafu, hii ni vumbi. Hii meza panguza. Yani kuna watu wengine lazima you have to dictate everything. Lazima umwambie kila kitu hapa. Haiwezi tumia akili ya kujua hii sahani haiko tumemaliza kukula, hii sahani haifai kuwa hapa. Yenda, na kwa vile ni chafu imetumika, yoshwe, pelekwe mahali pake. Nyumba imechafuka kwa sababu watu wamechafua wakati wamekuwa kula wanaangusha, ifagiliwe. Hiyo ni akili, si ndio? Ukitoka hapo ukienda huko nje, kama mahali unaishi hauwezi kuwa na akili ya kufanya hizo vitu. Ukienda huko nje ukipangwa kazi, utakuwa mtu wa kufuatwa kwa mgongo. Wewe angalia tu mahali unaishi. Kama uwezi kuwa mtu wa kutumia akili ya kusema hii sasa itoke hapa, hii enda hapa. Hii ni masaa sasa ya kuingia kwa nyumba. Nimekaa nje vya kutosha, nilikuwa nimeenda kutembelea rafiki yangu, nimekaa hapo kidogo, sasa masaa irudi. Nimefika nirudi kwa nyumba kama saa bado. Kama uwezi kuwa mtu wa kutumia akili kwa hizo vitu zote, hata ukifika mahali pa kupangwa kazi, utasumbua. Kwa sababu unataka lazima mtu akuwe hapo nyuma yako akuambie every time, sasa ni masaa ya kufanya hivi. Daniel hakuwa mtu wa aina hiyo. Mtu anaambiwa kazi yake na mfalme ana shida. Anaweza asifiwe sana. Haleluya. Huu ni mwaka ambao 2026 haujaenda, bado tuko katika mwezi wake wa kwanza. Na mimi nataka tuchukue hii challenge kwa Daniel. Nataka tuchukue hii challenge kwa Daniel. Tukusudie katika mioyo zetu. Tukusudie katika mioyo zetu ya kwamba tutaishi maisha ambayo ni tofauti
na maisha ambayo watu wengine wanaishi. Tufanye shughuli zetu katika njia ya uaminifu. Tufanye shughuli zetu katika njia ya uaminifu. Mahali ambapo unafanya kazi, fanya kazi kwa njia ya uaminifu. Mahali ambapo unapata posho lako, mahali ambapo panatumwa na settle bills zako, kama Mungu bado amesema uendelee kuwa hapo, then fanya kazi katika njia ya uaminifu. Itakusaidia. Na watu wakitafuta sababu ya kusingizia, watakosa hiyo sababu. Lakini ukikosa uaminifu, uingie katika njia za ukora, giza, magendo, uongo, nini, utakuwa na wakati mgumu. Kwa sababu hizo vitu zote zitalipa, lakini kwa njia ambayo sio nzuri. Daniel alikuwa mwaminifu katika kazi zake katika hiyo serikali ya Babiloni. Hata amri ilipokuwa imetolewa ya kwamba sasa watu hataomba Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Dario, neno la Mungu linasema bado Danieli alibaki mwaminifu katika sala zake kwa Mungu. Naona hiyo sasa. Katika devotion life yake kwa Mungu alibaki mwaminifu. In his prayer life he remained faithful to God. Alikuwa akiomba kabla hiyo, he was praying 3 times a day. Amri imetoka kwamba sasa hakuna kuomba Mungu mwingine isipokuwa Dario. Neno la Mungu linasema Danieli alienda kwa nyumba yake na madirisha zikawa zimefunguliwa, akapiga magoti, anaomba Mungu wake mara 3 kwa siku kama kawaida. He remained faithful in his prayer life. To God. Na kwa sababu maadui zake ndio walikuwa wamemsingizia, wakamsababisha atupwe katika tundu la simba. Maadui walifaulu. Maadui wa Danieli walifaulu. Walikuwa wamemshika Dario mfalme kwa mkono hivi. Wanatumia hiyo kiburi yake. Maana alikuwa na kiburi, anataka watu wamuombe kama Mungu, kama nani? Hiyo ni kiburi ilikuwa inamfanya, si ndio? Wakamchukua kwa mikono yao, wale maadui wa Danieli wakamchukua kwa mikono zao, wanacheza na yeye, anafanya vile ambavyo wanataka. Amrisha huyu mtu atupwe ndani ya tundu la simba. Kaamrisha. Lakini kwa sababu Danieli ni mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwa Mungu, mwaminifu katika kazi zake, mwaminifu kwa Mungu, Mungu pia akabaki mwaminifu kwa Danieli hata wakati ambapo Danieli alichukuta katika tundu la simba. Mfalme alikosa usingizi, alikuwa na wasiwasi, hakuwa anataka kupoteza Danieli kwa sababu ya vile tunavyojua Danieli. Watu wote wa hekima Babiloni wanaitwa, wanaambiwa mfalme ameota ndoto. Haya, sema ndoto. Hakuna mtu anaweza, Danieli peke yake ndiye anaweza. Na mfalme aamini ya kwamba Danieli anatakiwa uawe. Kesho akiota, unajua ndio wasiwasi ya mfalme. Kesho akiota ndoto kama hizo zenye walikuwa wanaota, wanataka mtu akupatia tafsiri. Nani ataomba tafsiri kama Danieli ameuawa na watu wote wameshindwa, hata wale wametrain wote wameshindwa? The king was never happy that Daniel was going to die. But because it was the law that if the king has put a seal, the law cannot be reversed, then there was no option. Lakini Daniel wakati ametupwa katika hilo tundu la simba, God prevails himself as a faithful God to Daniel, isn't it? Naona hiyo neno ya uaminifu vile inakuja, si ndio? Mungu ni mwaminifu kwa Daniel, anajidhihirisha, anashikilia vinywa vya simba. Simba wanafanya urafiki na Daniel, hawamdhuru. Na hata mfalme alipoamkia pale mapema kabisa kabla ije kujakuwa light, akapata Daniel hajakufa, hajauawa. Mfalme was one of the happiest people. Alifurahi kabisa kwa sababu alijua sasa Daniel hakuwa mtu ambaye ungekubali kumlozi katika government yako. The king was very happy. Anaweza express.
mahali ambapo tunasafiri shughuli zetu za kila siku. Kupitia hapo tuna handle bills zetu vizuri. Kupitia hapo tuna make kile tunasema kwa Kiingereza ends meet. Let us be faithful in those areas. Kwa hiyo nafasi ambayo umewekwa mwaminifu, kwa mwaminifu. Na ikikuja kwa maisha yako na uhusiano wako na Mungu, kama Danieli vile alivyokuwa katika mwaminifu katika maisha yake na Mungu, maisha ya maombi na Mungu. Pia Mungu atusaidie ili tuwe waaminifu katika maisha yetu na uhusiano wetu na Mungu. Tusome kwa Danieli. Our relationship with God. Now different from our daily activities, our relationship with God. Let us seek to be faithful. Tuwe waaminifu kwa Mungu katika uhusiano wetu na Mungu. Tusimcheze Mungu. Let us not play God. Let us not cheat on God, isn't it? Wanawake wanaulizaga wanaomba, you cheated on me? Sio. Mwanaume pia anauliza mwanamke, you cheated, yule mwenye amepatikana amekuwa si mwaminifu, amejihusisha na affair nyingine huko nje, wanasemanga amecheat. Yaani ana play huku na ana play huku, ana play huku, ana play huku. Tusiacha tusimplay Mungu. Hiyo ndio kitu ambacho nasema, acha tusimplay Mungu. Tuwe waaminifu kwa Mungu. Tujitolee kikamilifu kuangalia uhusiano wetu na Mungu, usiwe uhusiano wa kudanganyana. Uwe uhusiano ambao tumelenga, tunasema sisi ni watoto wa Mungu. Wanaweza asipe sana. Daniel alikuwa mwaminifu katika maisha ya maombi. Sisi tukue waaminifu katika maisha ya maombi na tutafute areas zingine ambazo pia tutakuwa waaminifu kwa Mungu. Wanaweza asipe sana. Kwa mfano kama kuingia kwa kanisa Jumapili, tunahitajika kuingia kanisa Jumapili. Tuombe Mungu atusaidie ili tuwe waaminifu katika hiyo sehemu. Tuombe Mungu atusaidie, tuambie Mungu tupatie neema, nipatie neema, nataka kuwa mwaminifu katika hii njia. Jumapili zikienda, mwaka ukienda kuisha, vile mmoja alikuwa ananiambia mwaka huu katika Jumapili 52 nimekosa Jumapili 2 peke yake. That was much better, isn't it? Mtu amekosa hapa Jumapili 2 peke yake kwa mwaka mzima. Huyo si mshirika. Wanaweza asifiwe sana. Bila uaminifu huwezi kusema hivyo, sio? Naweza asifiwe sana. Na twende tuangalie area zote za service hapa nini, vile tunaweza hudumu hapa kwa kila njia na kwa kila sehemu ambayo tuko na nafasi ya kuhudumu. Tuambie Mungu tusaidie tuhudumu katika uaminifu. Uko katika praise and worship, mwambie Mungu tusaidie, nataka kuhudumu katika uaminifu. Mungu amekupatia gift ya kuhusika katika matoleo, kwa sababu matoleo pia niligundua Biblia inasema si kila mtu tu ataweza. Ni kipawa. Kama una hiyo kipawa, hata nikiimba hapa mara 20, hata nikikuja na matangazo, hata nikikuja na mistari hapa za Biblia, kama una hiyo gift itabadilisha kitu. Wanaweza sifa sana. Lakini kama Mungu amekupea gift katika hiyo area, angalia wewe mwenyewe, angalia mimi Mungu amenigift wapi. Kama unaona Mungu amekugift katika hiyo sehemu ya kuhusika katika matoleo, then fanya nini? Fanya nini? Omba Mungu akupatie neema ya uaminifu. Kwa sababu hapo ndio area Mungu amekugift. Mwambie kwa sababu umenigift kwa hii area, basi nipatie faithfulness. Anaweza spesa. And I'm sure these are some of the things that are going to make our lives better. Tukiwa watu ambao tuko katika uhusiano mzuri na Mungu, mambo yetu yanaweza kuwa mazuri. Na mambo kuwa mazuri si kusema hakuna kitu kinaweza kufanyika ambacho hakiwezi kupendeza, kwa sababu ikiwa Mungu ataruhusu lazima kitafanyika. Lakini siri kubwa kabisa ni kuangalia uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Tukiwa waaminifu kwa Mungu, tukiwa waaminifu kwa vitu za Mungu, tukiwa waaminifu kwa kazi za Mungu, tukiwa waaminifu kwa kazi zetu, tukiwa waaminifu sisi kwa sisi, maisha yanakuwa rahisi. Shida nyingi zinaondoka kwa sababu ya uaminifu. Kama ninaweza nikakutuma mahali na uende ufanye exactly vile nimekutuma, that is good. Maisha itakuwa rahisi katikati yetu. Lakini nikikutuma enda fanya namna hii, wewe unafika huko unaanza huyu pastor siku hizi sijui nini.
na ni mimi ndio nimekutuma, pengine mimi ndio nimekupa nauli. Ukienda huko ukianza kuongea juu yako vibaya wewe, na unajua ukishaongea hivyo na mimi nitapata tena vile kila kitu vile umeongea. Hakuna mtu ananyimanga mtu maneno. Maneno lazima upewe. Chakula utanyimwa, lakini maneno utape. Maneno tu ati fulani alisema hivi, hiyo tunapatanga bure hata bila kulipa chochote, lakini maneno, chakula ndio unataka. Chakula mtu anaprefer hata akule tu baki atupe. Lakini maneno unapewa bure. Wewe ukishaongea hapo ukishamaliza, itanifikia kwa sababu ni bure. Na mimi sasa nikishapata hivyo umeongea vibaya kwangu hivyo, maisha yanakuwa ngumu sana mimi kati yangu na wewe, si ndio? Naona maisha haitakuwa mzuri. Ndio tunasema hizi vitu zitafanya maisha yakuwe mzuri. Tuwe waaminifu hata katikati yetu sisi wenyewe. Watoto wakuwe waaminifu kwa wazazi. Wazazi wakuwe waaminifu kati yao wenyewe. Tuwe waaminifu katika nyumba ya Mungu, tuwe waaminifu katika maeneo yetu ya kazi, tuwe waaminifu katika maeneo ya biashara. Wakati mwingine unaenda unatembea sokoni unaona mtu anafanya biashara anauza makaa. Mkebe ya makaa na mtu anauza mahindi anafanya biashara ya mahindi. Mkebe ya mahindi imewekelewa mchanga ndani, imewekelewa ndani ya maji moto. Yaani mkebe ya mahindi kama unafanya biashara ya mahindi unaweka plastiki ndani ya maji moto kabisa. Alafu unaweka mchanga kabisa. Alafu unaanza kugonga kabisa. Alafu inapanuka kabisa, hiyo mkebe inapanuka. Alafu sasa unafanya kazi ya kuuza mahindi. Mtu analeta mahindi, unanunua. Akikuja na gorogoro 15, akipima inabaki 10. Mkebe yako umepanua ni kubwa, ina meza 5. Hiyo ni uaminifu. Na makaa wanauza namna gani? Wanachukua mkebe, wanaigonga, inarudi kidogo, alafu wanaweka makaa, alafu wanaifanya makaa inapanda juu. Kwa nini? Na wewe umegonga mkebe. Weka tu ifike kwa mkebe, kwa sababu nia yako ni ifike hapo. Kule pesa nyingi. Hapo ndio kuna changamoto. Wanaweza asifiwe sana. Na sisi ni Wakristo, si ndio? Na Mungu anaangalia hizi vitu zote. Haiwezi kutubariki. Tutajidanganya sio wenyewe tunabarikiwa, tubarikiwe. Tutakuja na majuto baadaye. Fanya vitu ambazo zitakuwa na baraka za Mungu ambazo hazitaleta majuto tena. Anaweza kupesa. Mungu atubariki. Tuangalie, tuombe Mungu atupe neema ya uaminifu katika hizo sehemu zote zile ambazo tumeangalia kwa mfano wa Daniel. Tuombe. Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru tena kwa vile ambavyo umezungumza na sisi katika neno lako. Umetupa changamoto ya kuwa waaminifu katika shughuli zetu za kila siku, katika maisha yetu ya kila siku. Umetupa changamoto ya kuwa waaminifu hata katika devotion life yetu, katika uhusiano wetu na wewe, katika kazi zetu, katika nyumba yako. Umetupa changamoto ya kuwa waaminifu. Na tunaomba Mungu utupe hiyo neema ili tukaweze kuwa watoto ambao tutakuwa waaminifu katika maisha yetu ya kila siku na katika kazi zako. Watu wakitafuta sababu yoyote ya kutuaccuse na kutushtaki kama vile walivyokosa sababu kwa Danieli, na sisi pia wakose sababu ya kutushtaki mahali popote pale. Maisha yetu yawe maisha yatakayoleta utukufu kwa jina lako. Maisha yetu yawe maisha yatakayosababisha watu kuwa na heshima kwa jina lako. Na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.